Mpendwa mtazamaji wangu, ninakukaribisha katika kipindi cha Biblia iliyoota mabawa. Tunaendelea na kitabu cha Mwanzo, kitabu cha mianzo ya mambo yote. Mimi mtumishi wako naitwa Emareka Twaro Kibasisi kukuhabarisha. Tuombe. Asante Mungu wetu, kama uko ni mkuu, umetupatia fursa nyingine ya kutafakari juu ya ukuu wako na neno lako. Tunapotafakari kazi yako ya uumbaji, Mungu wetu, tuumbe upya kwa njia ya Roho yako Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Mwokozi, amina. Kisa cha uumbaji kinatufundisha mambo mengi sana. Kisa cha kwanza cha uumbaji kinapatikana katika Mwanzo sura ya kwanza, fungu la kwanza hadi sura ya pili, fungu la 3. Hiyo ni kisa cha kwanza cha uumbaji. Kisa cha pili kinapatikana katika Mwanzo sura ile ya pili, mstari ule wa 4 hadi mstari wa 25. Kisa cha kwanza ni uumbaji wa mbingu na nchi, na kisa cha pili ni uumbaji wa mwanaume na mwanamke. Kisa cha kwanza cha uumbaji, neno liumbalo la Elohim la amuru uwepo wa mbingu na nchi, na kuweka makerubi 4 waweze kuchunga taratibu za uumbaji na viashiria vyake katika hekalu la Kiyahudi. Kwa mfano, siku ile nilielezea habari ya kuumbwa kwa nuru, nuru imulikayo ya simba wa radi. Simba ni mnyama ambaye anatawala mchana na anatawala usiku. Kwa sababu gani? Hata macho ya simba yanawaka kama moto usiku, yanawaka moto. Na macho ya simba yanafanana pia na kwa mfano simba anapokuwa na yale manyoya yanayozunguka uso wake. Ni kwa viashiria vya zamani, hata jua linapotembea hivi linatembea ni simba anayetembea na manyoya yake. Lakini sababu simba anakuwa kama ana manyoya pande zote na uso wake ni mduara. Kwa hiyo tunaweza tukaona nuru imulikayo ni simba wa radi na ngurumo. Maana simba anakuwa pia anaunguruma kutenganisha usiku na mchana. Na unaweza ukasoma hii sura ya Zaburi, sura ile ya 29. Utaona Mungu anavyoelezea kazi ya uumbaji alivyoifanya. Anasema, mpeni Bwana enyi wana wa Mungu, mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, muabuduni kwa uzuri wa utakatifu. Anasema, sauti ya Bwana juu ya maji, Mungu wa utukufu alipiga radi, Bwana yu juu ya maji mengi. Sauti ya Bwana ina nguvu, sauti ya Bwana ina adhama, sauti ya Bwana yaivunja mierezi. Naam, Bwana ivunja mierezi ya Lebanoni, airusha kama ndama wa ng'ombe. Lebanon na Sirion kama mwananyati. Sauti ya Bwana ipasua miali ya moto, sauti ya Bwana yalitetemesha jangwa. Bwana alitetemesha jangwa la Kadesh. Sauti ya Bwana yawazalisha ayala na kuifichua misitu, na ndani ya hekalu lake wanasema wote utukufu. Na kuifichua misitu. Bwana aliketi juu ya gharika. Naam, Bwana ameketi hali mfalme milele. Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Tunaona sauti ya Mungu kama mfalme wa mbinguni. Kwa hiyo alipounguruma, aliunguruma juu ya nchi, aliunguruma juu ya maji. Kwa hiyo hata ukiangalia katika Wafalme wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 19 na 20. Wafalme wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 19 na 20 nasema, kiti kile kilikuwa na daraja 6, na juu yake kimeviringana nyuma na mikono huko na huko mahali pa kuketi, na simba 2 wakisimama kando ya hiyo mikono, na simba 12 wamesimama juu ya daraja 6 huko na huko, wala hakufanyika kwa mfano wake katika ufalme wowote. Suleimani anapojenga lile hekalu la Kiyahudi, lile hekalu la Suleimani, anaweka alama ya simba, kwa sababu Mungu mwenyewe ni simba wa kabila la Yuda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kile kitendo cha Mungu cha uumbaji wa ile siku ya kwanza ni kutenganisha usiku na mchana, ili kutawaliwa na mianga mikubwa na mianga midogo ya siku ya 4. Bwana asifiwe sana.
unaweza ukaona Mungu alipoumba akaweka watawala. Kwa hiyo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ilikuwa ni kutenganisha. Alafu siku ya 4, alafu siku ya 5, alafu siku ya 6 ilikuwa ni kuweka watawala. Hatimaye anaweka utawala wa mwisho ambaye ni yeye mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Anapotenganisha majira na wakati, yeye ndiye mfalme anayeamuru. Najua kuna watawala huko mbele watakao kuja wataazimu kubadili majira na sheria, majira yanayohusu wakati, kutenganisha wakati. Jambo la kutenganisha wakati ni Mungu mwenyewe, ndiye mfalme, ndiye mwenye mamlaka hayo. Unaona? Kwa hiyo unaweza kaona katika Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 14 hadi 16 anaongelea jambo la watawala wa wakati, watawala wa majira. Anasema Mungu akasema, hii ni siku ya 4, na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Bwana asifiwe sana. Hawa ni watchers, hawa ni walinzi, hawa ni watawala wa wakati. Na alama ya siku ni jua, na alama ya usiku ni mwezi na nyota. Ndio watawala wasaidizi wa jua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaona kitu kama hicho katika Mwanzo sura ya 17, Mwanzo sura 15 mstari wa 17. Mwanzo 15 mstari wa 17. Hapa tunaona jua la aina tofauti hapa. Anasema ikawa jua lilipokuchwa ikawa giza, tazama nuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Hapa ni Ibrahimu anapofanya agano na Mungu. Lakini kumbuka, agano la Ibrahimu ni agano la milele, kwa sababu Mungu ndiye anayeahidi kutekeleza. Ni tofauti na lile agano la Waisraeli walipokubali pale mlimani Sinai kwamba Mungu, sisi maneno yako tutayatekeleza. Hawakuweza kutekeleza. Mungu ndiye anayeamuru na Mungu ndiye anayewezesha utekelezaji wake. Kwa hiyo, kwa sababu ibada ya Mungu ilikuwa kinyume na ibada ya jua, alisubiri jua lizame, na jua lilipozama ndipo Ibrahimu akaona tanuru la moshi na mwenge unaowaka ukipita kati ya vile vipande vya nyama. Yaani hapo ni picha ya baba na mwanae wakifanya agano. Ndio waliopita katika vile vipande vya nyama ya sadaka iliyotolewa na Ibrahimu. Tanuru la moshi, baba na mwenge wanatembea, baba na mwana wanashikana mikono. Hilo agano ni kati ya wawili, ni kati ya baba na mwana, kuwezesha ukombozi wa familia ya binadamu, kuwezesha agano la Ibrahimu linaloitwa agano la milele. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaweza tukaona hilo ni baada ya jua kuzama. Yaani kuna jua la rohoni. Ndio maana tunaimba jua la rohoni mwangu, mpendwa mwokozi wangu, wewe ndio naye nilinda usiku na mchana. Kwa hiyo tunaona hilo na tunatambua kwamba Mungu ndiye nuru ya ulimwengu, jua la haki lenye kuponya chini ya uvuli wa mbawa zake. Na unaweza kusoma Timotheo wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 15. Anasema hivi, ambako kwa majira yake atakudhihirisha yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Na anasema 16, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu anayemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapo hilo linatuonyesha Mungu kama mfalme. Mungu ndiye mfalme wetu, na yeye anapenda kutuangazia mioyoni tunapojisalimisha kwake. Tusigeukie jua kama wale Waisraeli walioasi. Watu wa mataifa zamani walikuwa wanaelekea jua na kunyanyua mikono hivi kujisalimisha kwa jua. Kumbe inatakiwa tumuelekee Mungu, jua la rohoni, na tujisalimishe kwake.
tunajisalimisha kwake jua la haki, kwa sababu yeye ndiye atakayetuponya. Chini ya uvuli wa mbawa zake sisi tunapata kimbilio. Kwa hiyo aliweka tu hawa kama ishara. Jua, nyota na mwezi ni ishara wa utawala wa Mungu kama mfalme. Lakini kuna habari nyingine, ng'ombe wa maziwa ya mawingu. Ng'ombe wa maziwa ya mawingu. Unaweza ukasoma katika Zaburi 104 fungu la 3. Zaburi 104 fungu lile la 3 linasemaje? Zaburi 104 Zaburi 104, pendwa mtazamaji wangu, soma fungu la 3. Anasema hivi. Anasema kwanza, anaanzia fungu la 2, anasema hivi: umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu kama pazia. Habari ya nuru tumemalizia nayo. Anasema na kuziweka nguzo za orofa zake majini, huyafanya mawingu kuwa gari lake, na kwenda juu kwa mabawa ya upepo. Huyafanya mawingu kuwa gari lake. Hapo tumeingia katika habari ya uumbaji wa siku ile siku ya pili. Na unaweza ukasoma Wafalme wa Kwanza. Ni ishara gani katika hekalu la Kiyahudi inayoonyesha umuhimu wa ng'ombe? Wafalme wa Kwanza sura ya 7 fungu la 25. Wafalme wa Kwanza sura ile ya 7 fungu lile la 25. Anasema hivi: ikakaa juu ya ng'ombe 12, watu wakitazama kaskazini, watatu wakitazama kaskazini, watatu wakitazama magharibi, watatu wakitazama kusini, watatu wakitazama mashariki, na bahari iliwekwa juu yao. Pande zao za nyuma zote zilikuwa ndani. Anaongelea habari ya ng'ombe, kwamba sio simba tu waliwekwa hekaluni, lakini waliwekwa na ng'ombe pia. Na Mungu anapoumba pia anatengeneza mfano wa ng'ombe. Ng'ombe ni mnyama anayekamuliwa, tena mwenye chuchu 4, anayekamuliwa. Wanadamu wanakunywa maziwa ya ng'ombe. Sasa chukua picha ya ng'ombe aliyesimama anayekamuliwa na Mungu, ambaye anaweka mawingu yake mbinguni, maji yaliyo juu na maji yaliyo chini. Maji yaliyo chini kwa ajili ya umwagiliaji, na maji yaliyo juu kwa ajili ya unyunyizaji. Bwana asifiwe sana. Ng'ombe wa maziwa. Na unaweza kusoma sura hiyo ya Wafalme wa Kwanza sura ya 7 fungu la 44. Wafalme wa Kwanza sura ya 7 fungu la 44. Anasema na ile bahari moja, ng'ombe 12 chini ya ile bahari. Kumbuka Mungu ameweka maji yaliyo juu na maji yaliyo chini. Sasa bahari, maji yaliyo chini. Maji yaliyo juu ni mawingu ambayo Mungu kwa majira yake, majira yanavyozidi kwenda kusonga mbele, Mungu anayakamua, yanakuwa mbaraka kwa wanadamu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapotenganisha maji yaliyo juu na maji yaliyo chini siku ya pili, ili kutawaliwa na ndege wa kupaa na samaki wanaoogelea siku ya 5. Hawa samaki wanaoogelea na ndege wanaopaa angani ni samaki, ni vizazi vya ndani ya bahari wanaocheza baharini, na ndege wa angani ndege wanaoimba, ndege wanaoruka hewani kama vile mawingu yanavyopaa kule angani. Bwana asifiwe sana. Na hivyo tunaona hii ni mfano wa uelezaji wa Mungu aliye mkarimu. Mungu sio mtawala tu, lakini Mungu ndiye msingi wa uchumi wa wanadamu. Yeye ndiye anayetubariki. Soma Amos 9 fungu lile la 6. Amos 9 fungu lile la 6. Pendwa mtazamaji wangu, Amos 9 fungu la 6. Anasema hivi: yeye ndiye avijengae vyumba vyake mbinguni na kuweka misingi ya kuba yake juu ya nchi. Yeye ndiye ayaitaye maji ya bahari na kuyamwaga juu ya uso wa nchi. Bwana ndilo jina lake. Unaona, Mungu anachukua maji ya baharini na kuyamwaga juu ya uso wa nchi. Hii ni uchumi wa wanadamu. Wanadamu wanategemea mbingu zikamuliwe, wanategemea bahari kuu
ipandishwe, bahari ichomwe. Na zamani walikuwa wanachoma ng'ombe wa sadaka. Wanapochoma yule ng'ombe wa sadaka, mvuke unaenda juu angani, na ule mvuke Mungu anaukubali. Mungu analeta baraka za mvua na neema. Kwa hiyo hata bahari kuu inapochemshwa na mfalme jua anapochemsha bahari, mvuke unaenda juu, na Mungu ndiye anayeleta mvua juu ya nchi, inakuwa ni mbaraka. Kwa hiyo tunaona kazi ya Mungu ya uumbaji ni kazi ya baraka tele. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana hata katika Yoeli sura ya 2 mstari wa 23, Yoeli sura ya 2 mstari wa 23 anasemaje? Anasema hivi: furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huwanyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza. Kwa hiyo huyu Mungu anayekemea, huyu Mungu anayepiga radi, ndiye Mungu anayetumwagia pia Roho wake Mtakatifu ili sisi tuweze kusitawi katika neema yake. Kitendo hicho cha siku ya pili ya uumbaji inaaksi wema wa Mungu, na Mungu anapotunyeshea baraka hizo, tunaona siku ile ya 5 samaki wanaoogelea kwamba tunahitaji kubatizwa kwa maji. Alafu tunaona ndege wanaopaa angani, tunahitaji kubatizwa kwa moto tuweze kupaa. Tunaweza kupaa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu anasema usipozaliwa kwa maji na kwa Roho hautaona ufalme wa mbinguni. Tunamhitaji Roho Mtakatifu, tubatizwe, tuzaliwe, tuwe viumbe vipya. Bwana asifiwe sana. Hebu tumalizie mtu wa kikuhani. Tunaona mtu wa kikuhani pale Haruni anapotawazwa kuwa kuhani, alikuwa anashikilia nafasi ya Adam kama kiongozi wa viumbe wa lower register, yani usajili wa Mungu wa viumbe vyake. Adamu ndiye alipewa ukuhani. Anapotenganisha bahari na nchi kavu, kukatokea mimea siku ya 3 itakayotawaliwa na wanyama na wanadamu, watawala wa siku ya 6. Bwana asifiwe sana. Na tunaweza tukaona katika Ezekieli sura ya 28 fungu la 13. Ezekieli 28 fungu lile la Ezekieli 28 fungu la 13. Ezekieli 28 fungu la 13 anasemaje? Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi, shoham na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako ziliwekwa tayari. Kwa hiyo tunaona hapa kerubi mwenye kutoa mafuta kwamba Adamu ndiye aliyekuwa bustani ya Edeni, alikuwa anavaa vazi la kikuhani. Haya mawe yote ya thamani yalikuwa kwenye kifua cha kuhani mkuu wa Israeli, ambaye ni nani? Ni Haruni. Lakini Haruni pia alikuwa ndio kiongozi mkuu wa kwaya ya Walawi inayomtukuza Mungu na makuhani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anapotenganisha bahari na nchi kavu na kuweka mimea itakayotawaliwa na wanadamu, wanyama na wanadamu, wanatawala siku ya 6. Ni jamii ya wanadamu wote wanapoimba na kutangaza sifa za Mungu. Katika Zaburi tunaambiwa kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Haleluya. Tunapotimiza kazi ya uumbaji, utenganishaji wa mara ya 4 ni Mungu anapotenganisha siku ya 7 ya mapumziko toka siku ya 6 ya kazi. Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu alifurahi sana, akatangaza pumziko kwa ajili ya utawala wa kiroho wa Mungu juu ya jamii yote ya wanadamu. Na Mungu anatuita leo tuweze kumwimbia na kumtukuza. Tumtukuze Mungu wetu kwa sababu yeye ni mwema, yeye anatupenda. Tumheshimu yeye, muumbaji, mfalme. Viumbe vyote vya mfalme, njoo tumsifu kwa nyimbo. Haleluya, haleluya. Tazama miale ya jua ya rangi ya kupendeza. Tumsifu, tumsifu. Haleluya.
Baba, asante, wema wako ni mkuu. Asante kwa kuwa umetupatia fursa hii ya kujifunza kwamba wewe ni muumbaji. Mungu, hili litupaishe na kutukaribisha kwako, tupate kukuabudu katika roho na kweli. Kwa jina lako takatifu mkombozi wetu. Amina.